sehemu kama ya Primorsk au Ostiluga na mfano wake, au kuja katika sehemu ya Black Sea kuweza kupokea mafuta kutoka katika sehemu kama ya Novorossiysk. Kwa hivyo movement ya pili baada ya Venezuela, tuliona kuna movement hii ya kushambulia meli za mafuta, lakini vile vile na kushambulia baadhi ya senta muhimu ambazo zinaweza zikasupply mafuta hasa kuelekea katika nchi kama ya China. Lakini movement ya tatu ndio movement hii ambayo tunaiona leo hii ya nchi ya Marekani kukusudia kufanya blockade katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Movement zote hizi tukizikusanya, maana yake zinaashiria Marekani anachojaribu kukifanya ni kuhakikisha kwamba dola inaendelea kusurvive. Dola ya Marekani inaendelea kutumika. Kwa sababu kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, nchi pekee ambayo inaweza ikafanya supply ya uhakika wa mafuta pamoja na gesi, na ukizingatia yeye ndiyo mzalishaji mkubwa wa mafuta na mzalishaji